Ofisi ya Mwandishi Mkuu wa Sheria OCPD. Asante sana kutoka Dodoma na niwakaribishe kutoka Dodoma. Karibu sana Roda Simba. Asante sana studio zetu hapo jijini Dar es Salaam. Mtazamaji wa Channel 10 habari za asubuhi popote pale unapotutazama, karibu kwenye matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa Dodoma, na mimi ni Roda Simba nitakaye kuendeshea matangazo haya, na katika upande wa kamera niko na Mapendo Kasichi, lakini msimamizi wa matangazo haya ni Kuringe Mongi. Karibu kwenye sehemu ya Baragumu Live kutoka Dodoma, na leo nakwenda kuzungumza na Bi Crescencia Matayo ambaye yeye ni mkurugenzi msaidizi divisheni ya uandishi wa sheria kutoka ofisi ya Mwandishi Mkuu wa Sheria. Habari za asubuhi mkurugenzi. Salama kabisa. Hongera kwa majukumu. Nashukuru sana. Nimekutambulisha kwa mtazamaji, lakini huenda kuna kitu ambacho nimekiacha. Karibu. Kama ulivyonitambulisha, naitwa Crescencia Matayo, ni mkurugenzi msaidizi divisheni ya uandishi wa sheria katika ofisi ya Mwandishi Mkuu wa Sheria. Hivi mkurugenzi, kwa kwanza kabisa kipindi chetu tunapozungumzia uandishi wa sheria, tufahamu ni nini hasa? Uandishi wa sheria tunaweza tukauelezea kwa namna mbili. Namna ya kwanza ni kama fani au taaluma ambayo inahusisha kuandika sheria, uandishi wa sheria, lakini pia inahusisha kufanya urekebu wa sheria, lakini pia inahusisha tafsiri ya sheria. Lakini sasa kwenye upande wa pili, uandishi, ile sehemu ya kuandika ni hatua mbalimbali au mchakato unaofanyika ili kubadili maelekezo ya kisera au sera kuwa katika lugha inayoweza kueleweka kisheria na inayoweza kutekelezeka. Ndio uandishi wa sheria. Okay, kwa kufahamu sasa tumeshafahamu maana ya uandishi wa sheria ni nini. Hivi ni hatua gani ambazo mnazipitia mpaka sisi tunaona ile sheria imefikishwa bungeni? Kuna hatua gani hapa kati wao mnazipitia? Ukizungumzia hatua mpaka kufikishwa bungeni, hapo tunaongelea sisi tunaita sheria kuu au sheria mama, sheria inayotungwa na bunge. Mchakato wake unaanza kwenye wazo linapozaliwa. Inaweza ikawa ni kwenye taasisi, inaweza ikawa ni kwenye wizara. Wazo likizaliwa wanalichakata wataalamu, alafu kuna ngazi mbalimbali za maamuzi zinapitiwa ndani ya serikali kwa ajili ya kupata idhini mbalimbali, lakini pia kuna hatua ya ushirikishwaji wa wadau. Wazo lolote lile, kwa vile sheria inaathiri maisha ya kila siku ya mwananchi, kwa hiyo lazima kuwe na ushirikishwaji wa wadau. Baada ya hapo kutakuwa tena na hatua ya kujumuisha madau, kuchambua yale maoni ya wadau na kuyajumuisha kwenye lile wazo, kuangalia unaweza ukalibadilisha, unaweza ukaliboresha kutokana na maoni yaliyopokelewa kutoka kwa wadau. Baada ya hatua hiyo inakuja kwenye kuandika sasa sheria kwa lugha ile fasaha inayopaswa kuiwezesha ile sheria kuweza kutekelezeka. Ikikamilika kuandikwa, inawasilishwa sasa bungeni kwa ajili ya zile hatua za bungeni. Bungeni pia kule kuna hatua mbalimbali. Kuna muswada, kile kilichoandaliwa sasa tunaita muswada. Muswada wa sheria unasomwa kwa mara ya kwanza baada ya kuwa umechapishwa kwenye gazeti la serikali kwa ajili ya kutoa taarifa kwa umma na wadau mbalimbali wanaweza kuathirika au kwa namna moja kuguswa na ile sheria. Hatua ya pili itakuwa ni kujadiliwa kwenye kamati. Bunge lina kamati za kudumu mbalimbali kulingana na sekta au swala linaloshughulikiwa. Kwa hiyo mswada utapelekwa kwenye kamati ya bunge, utajadiliwa, mapendekezo, watatoa mapendekezo ya maboresho, hapa kuboreshwe hivi, hiki kiondolewe, au wanaweza wakaomba ufafanuzi kulingana na kilichopendekezwa kwenye mswada. Ikitoka kwenye kamati ni mjadala wa bunge zima. Wabunge wote sasa kwenye kamati ni baadhi ya wabunge ambao wanaunda ile kamati. Baada ya kamati ya bunge inafuata sasa mjadala wa bunge zima ambao inahusisha wabunge wote. Wanajadili, wanatoa hoja zao, wanatoa mapendekezo. Na mswada unaweza kuwa umewasilishwa na mwanasheria mkuu au waziri. Kwa hiyo yeyote kati ya hao ambao ndio anausimamia ule mswada ndio atajibu zile hoja za waheshimiwa wabunge na maswali na kutoa ufafanuzi kwa masuala ambayo yatakuwa yameibuka wakati wa ule mjadala.
Wakikamilisha majadiliano na maboresho ambayo yanaweza kama yamefanyika kwenye kile kipindi cha majadiliano, wanapitisha mswada. Sasa kwa mujibu wa katiba yetu, ili mswada sasa uwe sheria, kuna hatua mbili. Ya kwanza bunge lipitishe, lakini pia kuna kuridhiwa na Mheshimiwa Rais. Kwa bunge likikamilisha kazi yake, mswada unapeleka kwa Mheshimiwa Rais, anatia saini yake kama anauafiki. Kama hauafiki pia anaweza ukarudishwa bungeni. Kwa kama akiwafiki utatiwa saini, alafu tena unarudi kuchapishwa kwenye gazeti la serikali kama sheria sasa. Mkurugenzi, asante. Nipate ufafanuzi kidogo kutoka hapo. Umezungumzia kwamba ukiona sheria mpaka ipo bungeni tayari hii ni sheria kuu. Je, pengine kuna aina za uandishi wa sheria, na kama zipo ni zipi hizi ili tuweze kuzifahamu? Nimezungumzia sheria kuu, lakini pia tuna sheria ndogo. Sheria kuu ni sheria zinazotungwa na bunge. Sasa bunge linaweza likaelekeza kwenye ile sheria kuu kwamba swala fulani au jambo fulani au utaratibu fulani uwekwe kwenye kanuni au uwekwe kwenye notice au uwekwe kwenye amri au uwekwe kwenye tamko kulingana na hitaji. Kwa hiyo sasa yale maelekezo ambayo yanakuwa kwenye nyaraka nyingine tofauti na ile sheria ndio tunaita sheria ndogo. Kwa hiyo inaweza ikawa ni kwa mfumo wa kanuni, inaweza ikawa ni kwa mfumo wa notice, inaweza ikawa ni mfumo wa amri, inaweza ikawa ni tamko. Kwa zipo sheria ndogo mbalimbali. Sasa zile zinatengenezwa na aliyepewa mamlaka kwenye sheria. Sheria inaweza katamka labda ni mwenyekiti wa bodi, sheria inaweza katamka ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka fulani au mkuu wa taasisi, inaweza ikatamka jaji mkuu. Mamlaka yoyote itakayotamkwa na ile sheria iliyotungwa na bunge ndio atakayetengeneza ile sheria ndogo. Asante mkurugenzi, hebu tufahamu sasa ni upi wajibu wa ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria katika kuhakikisha sheria zinazotungwa zinakuwa bora? Nafasi ya mwandishi mkuu wa sheria ni kubwa sana. Kama nilivyosema, sheria yoyote ile inaanza na wizara au taasisi inayotekeleza jambo fulani. Kwenye utekelezaji kunaweza kuwa kuna changamoto ambayo imebainika. Kwa hiyo wakafikiria kurekebisha au kutungia au kuwekea utaratibu kwa kupitia sheria. Sasa mwandishi mkuu wa sheria amepewa jukumu la kusimamia uandishi wa sheria. Jukumu la uandishi wa sheria ni la kwake. Kwa hiyo kuanzia wazo linapozaliwa anashirikishwa, wizara inaweza ikaitisha vikao mbalimbali kwa ajili ya kuchakata lile wazo, kwa ajili ya kuandaa rasimu za awali. Kwa hiyo mwandishi mkuu wa sheria anahusishwa pia. Lakini kwenye uandishi wa mswada, yeye ndo mwenye jukumu la kuandika mswada. Hakuna mwingine ambaye ana jukumu hilo isipokuwa mwandishi mkuu wa sheria. Kwa hiyo anaiweka kwenye ile lugha ya sheria inayoeleweka na inayotekelezeka ni mwandishi mkuu wa sheria. Lakini pamoja na hapo, hata sheria ikishaanza kutumika, wizara au taasisi inaweza bado ikawa inahitaji ufafanuzi kuhusiana na sheria ile. Bado wanaweza wakamuomba mwandishi mkuu wa sheria kutoa ufafanuzi kuhusiana na jambo fulani, kuhusiana na sheria. Kwa nafasi ya mwandishi mkuu wa sheria ni inaanzia wazo linapozaliwa mpaka wakati sheria inapoishi. Hata ukitaka kurekebisha sheria bado utawasilisha mapendekezo na atakayeandika yale marekebisho atakuwa ni mwandishi mkuu wa sheria. Lakini sasa nipende kufafanua hapo tena zaidi kidogo kwamba majukumu haya yanayotekelezwa na mwandishi mkuu wa sheria ni majukumu ambayo kikatiba ni majukumu ya mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa hiyo sisi kama ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria ni mkono mmojawapo wa kutekeleza majukumu mbalimbali aliyonayo mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa hiyo hata mapendekezo ya sheria, marekebisho ya sheria yatawasilishwa kwa mwanasheria mkuu wa serikali, lakini mtekelezaji sasa ni mwandishi mkuu wa sheria. Asante. Mkurugenzi, hebu tuambie sheria nzuri huanzia wapi? Kwenye uandishi au kwenye sera zake? Ni vyote viwili. Sheria nzuri, nimesema vyote viwili kwa sababu kama sera haikuandaliwa vizuri, kama sera si bora, kama sera haitekelezeki, hata uandike sheria nzuri kiasi gani, haiwezi kuwa sheria nzuri. Kwa hiyo ni vyote viwili. Unaweza ukiwa na sera nzuri
alafu uandishi wa sheria pia ukafanyika vizuri, kuhakikisha ile sera inatekelezeka, unakuwa na sheria nzuri. Sasa unaweza ukawa una sera nzuri, uandishi wa sheria usipofanyika vizuri pia hautapata sheria inayotekelezeka. Kwa hiyo vyote vinategemeana. Tunategemea tuwe na sera nzuri ambayo imeandaliwa kwa kuzingatia mahitaji ya wananchi, mahitaji ya wadau mbalimbali. Sasa tunapokuja kuandika sheria, na sisi pia tunahakikisha lugha tunayotumia, maoni ya wadau yamezingatiwa, taasisi mbalimbali zimeshirikishwa, wadau mbalimbali wameshirikishwa, na kuiandika kwa lugha inayoeleweka na inayotekelezeka, unapata sheria bora. Asante. Mkurugenzi, naomba nikurudishe bunge kidogo. Tunafahamu kwamba bunge, wabunge wanatunga sheria. Sawa sawa. Nyinyi mnaandika sheria. Hebu tupe utofauti hapa, ni upi? Katiba inaeleza kwamba mamlaka ya kutunga sheria ni ya bunge. Kile kitu kinachoenda mbele ya bunge kwa ajili ya bunge kutunga inakuwa ni mapendekezo. Anayeandaa mapendekezo, anawasilisha mapendekezo, inaweza kuwa ni serikali au inaweza kuwa ni mbunge binafsi. Sasa kile kinachopelekwa ndicho tulichokiandika sisi, tunaita muswada. Kwa kazi yetu sisi sio kutunga. Sisi tunaandika. Bunge wanapofanya majadiliano, wanapoelekeza hiki kirekebishwe, hiki kiondolewe, hapa boresheni kitu hiki, wekeni sheria kwa ajili ya taasisi fulani, pale ndipo wanafanya jukumu lao la kutunga sheria. Alafu bunge wakishamaliza, kama nilivyosema, bunge kwa muktadha wa kutunga sheria inamaanisha bunge kwa maana ya waheshimiwa wa bunge, lakini na Mheshimiwa Rais kwa kuridhia au kuweka saini yake kwenye mswada ambao unakuwa umeshapitishwa na bunge. Asante. Kwa mtazamo wako, unaona ni kwa kiasi gani uandishi bora wa sheria unaathiri utekelezaji wake? Sheria isipokuwa fasaha, sheria isipoeleweka, lazima italeta changamoto kwenye utekelezaji. Sasa ili kuhakikisha kwamba sheria inatekelezeka vizuri au unakuwa na sheria fasaha, nimeeleza awali ile hatua ya ushirikishwaji wa wadau. Sheria zote zinagusa maisha ya wananchi, na usipoweza kuweka vizuri kwenye maandishi kile ambacho kimekusudiwa, kama ni haki ya mwananchi, kama ni utaratibu unaotakiwa kuzingatiwa, utekelezaji hauwezi ukawa mzuri. Kwa hiyo tunahakikisha wakati wa kuandika tunakuwa fasaha kadri inavyowezekana, na tunatumia lugha ambayo mwananchi anaweza akaielewa. Tunashukuru sasa hivi kwa mabadiliko tulionayo, sheria zetu zote tunaziandika kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa kipengele cha ufasaha kipo kutokana na lugha ambayo sasa hivi inatumika kwenye kuandika sheria. Mwananchi anaweza akapata sheria na akaielewa. Sasa kuiandika kwa ufasaha lakini kuweka masharti yanayotekelezeka. Unaweza tena ukaandika kwa ufasaha lakini umeweka kitu ambacho hakina uhalisia. Sasa inaathiri pia utekelezaji. Kwa hiyo tunajitahidi kwa kadri tunavyoweza kuhakikisha kwamba sheria zetu tunaziandika vizuri kwa lugha inayoeleweka kwa mwananchi au kwa mdau aliyekusudiwa, kwa sababu si kila sheria utaiandika kwa lugha ambayo ataelewa mwanasheria tu. Kuna lugha ambayo ataelewa mwanasayansi. Kuna lugha ambayo ataelewa engineer. Sasa hizo lugha zote kulingana na aliyekusudiwa. Sasa iwe fasaha iweze kueleweka kwa aliyekusudiwa na ile sheria. Ndio tunasema unapata sheria fasaha lakini kuweka masharti yanayotekelezeka, masharti yenye uhalisia, masharti yasiyokinzana na sheria nyingine, kwa sababu unapoandika sheria hauangalii tu kile unachokuwa unakifanyia kazi kwa wakati huo. Utaangalia sheria nyingine za nchi, utaangalia katiba, utaangalia mikataba na makubaliano mbalimbali ambayo kama nchi tumeridhia au mashirika mbalimbali ya kimataifa ambapo sisi ni wanachama kama nchi. Kwa hiyo yote hayo unayaangalia na unayajumuisha, yani unayazingatia wakati unaandika ile sheria, na unapata sheria fasaha inayotekelezeka. Mkurugenzi, utakubaliana na mimi kwamba kuna baadhi ya watu ambao hawajui baadhi ya hizi hata sheria ndogo ambazo umezungumzia. Umezungumzia masuala ya kuandika sheria na kuitekeleza, lakini pia na kwenda na uhalisia. Hebu tuambie ni ipi mikakati ambayo mnayo ya kuhakikisha sasa huu uhalisia kweli unaenda kwa vitendo? Uhalisia unaupata kwenye kujua mahitaji halisi ya kundi lililokusudiwa. Sisi tunapokea, tunaita maelekezo ya kuandika sheria
Kama ni kitu unapaswa kukirekebisha, yale maelekezo yanapaswa ya kuwezeshe wewe kuelewa kilichokusudiwa ni nini. Sasa usipoelewa yale maelekezo na kilichokusudiwa, uwezekano wa kwamba utaandika sheria ambayo haitajibu ile kiu iliyotarajiwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo tunajitahidi sana kwanza kuelewa kilichokusudiwa ni nini. Lakini pia tunafanya utafiti. Hatuishi kwenye kisiwa sisi kama nchi. Lakini pia unapoandika sheria, kama nilivyosema, unazingatia na sheria nyingine mbalimbali. Unafanya utafiti kujua kwamba jambo hili ninaloenda kuliandikia halipo kwenye sheria nyingine. Hakuna taasisi au wizara ambayo tayari inatekeleza jambo hili. Nikiandika kitu hiki hakiathiri kitu kingine au sheria nyingine ambayo tayari ipo. Hakiathiri utekelezaji wa katiba. Hakiathiri haki za mtu alizopewa kikatiba. Kwa hiyo ni mikakati yote ambayo tunatumia. Kwa hiyo unafanya utafiti wako wa kujiridhisha kwamba hiki nachokiandika kinaenda kujibu ile kiu ambayo imekusudiwa kwa lile kundi ambalo linaandikiwa ile sheria. Mkurugenzi, asante. Hebu tufahamu, sheria inapokosa utekelezaji, kosa linakuwa lipo kwa nani? Kwa mwandishi au watu ambao wanatekeleza sheria hiyo? Naomba nijibu kwa kusema kwamba inaweza ikawa ni pande zote mbili. Kama mwandishi wa sheria asipotekeleza jukumu lake ipasavyo na asipoiandika ile sheria kwa lugha fasaha au akaiandika kwa namna ambayo inaweza ikaleta tafsiri mbili tofauti, inaweza ikaleta shida kwenye utekelezaji. Kwa hiyo inaweza ikawa sio mtekelezaji, kwa sababu sheria ikishapitishwa na Bunge, ikasainiwa na Rais, ikachapishwa kwenye gazeti la serikali na ikaanza kutumika, mtekelezaji anatakiwa aitekeleze kama ilivyoandikwa. Kwa hiyo kama mwandishi wa sheria au ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria haitafanya jukumu lake kwa kiwango kilichokusudiwa, kwa kiwango kilichotarajiwa, utekelezaji unaweza kuleta changamoto. Mtekelezaji atakuwa hana namna isipokuwa kufuata kile kilichoandikwa. Sasa ndio maana nasema sio maandishi tu. Saa nyingine unaweza kukuta maandishi sasa yako vizuri, lakini kwenye kutekeleza mtekelezaji akaenda kutekeleza tofauti na kilichoandikwa. Na ndio maana mara nyingi unaweza ukasikia malalamiko kwa wananchi. Sasa inawezekana kilichoandikwa kwenye sheria kiko vizuri, lakini utekelezaji uko tofauti, au kilichoandikwa kwenye sheria pia hakiko vizuri. Na ndio maana kuna utaratibu wa marekebisho, kuna utaratibu wa mapitio ya sheria kuangalia, je, sheria zetu hizi zilivyo sasa hivi bado zinakidhi yale mahitaji ambayo yalikuwepo wakati sheria inatungwa, au sheria zetu hizi zinaendana na wakati. Maana muda unaweza kubadilika, teknolojia, mazingira yanakuwa tofauti, changamoto zinaibuka. Kuna ulazima sasa wa kurudi kurekebisha sheria ili kuhakikisha inaendana na mahitaji ya wakati huo. Mkurugenzi, hebu tufahamu ni upi ushirikiano wenu kati yenu nyinyi ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria na taasisi ama wizara mbalimbali kabla hamjaanza mchakato wa kuandika sheria? Tunashirikiana kwa karibu. Kama nilivyosema, ofisi yetu taaluma yetu ni uandishi wa sheria. Ndio. Kwa ile dhana ambayo nilikuwa nimeeleza kwamba kuna uandishi, urekebu na tafsiri ya sheria. Sasa lakini utaalamu uko kwenye wizara na taasisi inayosimamia jambo husika. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa ushirikiano wa karibu sana ili kuweza kuhakikisha kila kitu cha kitaalamu kilichokusudiwa unakiweka katika lugha ya sheria inayoeleweka, ambayo mwananchi anaweza akaelewa au kundi lilokusudiwa. Kwa hiyo tunashirikiana kuanzia, kama nilivyoeleza, kwenye mchakato. Tunashiriki kwenye vikao vya kuandaa rasimu za awali, tunashiriki pia kwenye kutoa ushauri, tunashiriki pia sisi kwenye kutoa maoni, lakini pia kwenye kutoa elimu kwa wananchi tunashiriki pia. Kwa hiyo kwa kushirikiana na wizara na taasisi mbalimbali. Kwa kwenye mchakato mzima kuanzia sheria kabla haijatungwa, wakati wa uandishi na mpaka inapofikishwa bungeni, tunafanya kazi kwa ukaribu sana na wizara na taasisi zinazokusudiwa kutekeleza ile sheria. Mkurugenzi, kwa zama hizi za teknolojia na utandawazi, ni kwa kiasi gani uandishi wa sheria ambao mnautumia? Tunatumia teknolojia.
hatuwezi tukasema kwamba sasa hivi kuna maendeleo kwenye eneo la teknolojia sisi tubaki nyuma. Tunatumia sana teknolojia kwa nyanja mbalimbali kwenye utendaji wa kila siku. Tunashukuru serikali yetu kwamba ina mifumo mbalimbali ya utekelezaji ya utendaji kazi. Kwa hiyo tuna mifumo mbalimbali ambayo tunatumia katika kutekeleza majukumu yetu, lakini pia tunatumia teknolojia kwenye kurahisisha upatikanaji wa sheria. Sheria sasa hivi zimerahisishwa sana kwa mwananchi kuweza kuzipata au mtumiaji. Unaweza ukapata sheria kwenye tovuti ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, unaweza ukapata sheria kwenye tovuti ya Bunge, unaweza ukapata sheria kwenye tovuti ya wizara au tovuti ya taasisi inayotekeleza sheria. Kwa hiyo teknolojia imesaidia sana. Mtu hahitaji tena kwenda kutafuta ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali afike pale ndio apate sheria. Hapana. Kwa hiyo tumezisogeza karibu kwa wananchi. Lakini pia namna nyingine ambayo tunatumia teknolojia ni kwenye utafiti. Utakubaliana na mimi kwamba kadri siku zinavyoenda matumizi ya nakala ngumu ya kitu chochote yanapungua sana. Kwa hiyo hata utafiti tunafanya kwa kiasi kikubwa sana kwa kutumia teknolojia. Tuna maktaba mtandao, online libraries ambazo tunatumia kufanya utafiti, lakini na mifumo mbalimbali. Kama ofisi pia tuko katika hatua za kujenga mfumo wetu kwa ajili ya uandishi wa sheria. Sasa tunakusudia uboreshe ufanisi, utatusaidia kuchuja makosa, utatusaidia kupunguza muda wa kufanya kazi. Hayo yote ni matumizi ya teknolojia ambayo yanaboresha uandishi wa sheria. Mkurugenzi, kwa maana hiyo tunaweza tukasema matumizi ya teknolojia mpaka sasa yameboresha kwa kiasi gani uandishi wa sheria? Kwa kiasi kikubwa sana. Kwa kiasi kikubwa sana. Matumizi ya teknolojia kama nilivyosema, kwenye upande wa upatikanaji wa sheria, watu wamezipata sheria kwa urahisi, lakini kama nilivyosema yanapunguza ule muda ambao mtu ungeweza kufanya kazi kwa kutumia nakala ngumu, ungeweza kufanya utafiti, utembelee maktaba kwa ajili ya kupata vitabu au machapisho mbalimbali kwa ajili ya kufanya utafiti wa kile unachokifanya. Lakini sasa kwa matumizi ya teknolojia unapunguza muda, lakini pia unaongeza ufanisi. Kama ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria pia tuko mbioni kuzindua sheria kifani au sheria kifani ambazo ni kama mfano au sample ya sheria ndogo ambayo atapewa mwanasheria anayekuwa kwenye taasisi au kwenye wizara anapokuwa anaandika sheria ndogo. Sasa hayo yote ni matumizi ya teknolojia. Kwa hiyo tunakusudia kwamba kwa kuanza matumizi ya sheria kifani tutasaidia kupunguza makosa ambayo yamekuwa yakibainika kwenye sheria ndogo zinazoandaliwa, lakini pia ule muda wa kuandaa sheria ndogo utapungua kwa kiasi kikubwa. Mkurugenzi, asante kwa maelezo haya. Hebu tufahamu, kabla ya uandishi wa sheria pengine mnawashirikisha wadau, na wadau wanaozungumzia tukiacha taasisi, wizara hivyo, je, wananchi pia mnawashirikisha? Kuna sheria fulani tunaenda kuiandika, wananchi wanashirikishwa ipasavyo? Wadau pia wanashirikishwa? Wananchi wanashirikishwa. Huwezi ukategemea kupata sheria nzuri kama hujamshirikisha mlaji wa ile sheria au mtu anayeenda kuathiriwa na ile sheria, mtu anaenda kuguswa na ile sheria. Wadau wanashirikishwa kwenye hatua mbalimbali. Wizara au taasisi ikiwa inakuja na lile wazo au inaandaa mapendekezo ya sheria, wadau wanashirikishwa. Sasa zipo njia mbalimbali ambazo baadhi ya wizara na taasisi wanatumia. Kila wizara inaweza ikachagua njia mbalimbali. Wapo ambao wanaweza wakaitisha mikutano ya wadau, unawakutanisha wadau pamoja, unaeleza wazo lako, unapata maoni yao. Wapo ambao wanapata maoni kwa njia ya maandishi. Wapo ambao wanapata maoni kutokana na
tuiteje, pilot, kutokana na majaribio ya jambo fulani kabla halijaanza kutekelezeka, unapata pia maoni ya wadau. Lakini baada ya kupata maoni ya wadau kwenye hatua hiyo, sheria ikishaandikwa, ikiwasilishwa bungeni, bunge pia ili kujiridhisha kama hiki kitu kina baraka za wadau au wadau wana maoni gani, wana ufahamu na jambo hili, bunge pia linatoa fursa ya wadau kutoa maoni yao. Matangazo yanatolewa, serikali imewasilisha mswada fulani ambao unakusudiwa kujadiliwa katika bunge au mkutano fulani wa bunge, wadau wanaalikwa kutoa maoni. Wadau wanaruhusiwa kufika pale kutoa maoni kwa mdomo, kutoa maoni kwa maandishi, na wadau wanafika kutoa maoni. Wadau tumeshafahamu kuhusu wadau na wananchi. Vipi katika upande wa vijiji? Yaani vijijini kule ndani, wadau hawa wanashirikishwa au wadau tunaowazungumzia ni wa hapa mjini? Hapana, wadau ni wote. Wadau ni wote kwa maana ya wananchi, lakini na taasisi mbalimbali. Lakini umegusia swala la vijiji, naomba niongelee sheria ndogo za halmashauri. Sheria ndogo za halmashauri zinaandaliwa na mamlaka ya eneo husika kwa ajili ya kusimamia masuala mbalimbali ya eneo lile. Mfano, kama tunaongelea kijiji, ina maana kwa taratibu za utengenezaji wa sheria ndogo, wazo litapelekwa kwa wananchi, itaitishwa mikutano ya wananchi kwamba halmashauri inakusudia kuweka tozo labda kwenye kuingia sokoni, tutolee mfano. Kwa hiyo wananchi mnasemaje? Wanapata maoni pale. Kwa tunapendekeza kama ni 500, watapata maoni 500 ni kubwa sana au ni ndogo au tuongeze, uchafuzi wa sokoni na nini. Yaani vitu kama hivyo watajadili pale. Wakisha kamilisha pale, wanaendelea sasa na ngazi nyingine za kupata ridhaa kwa ajili ya ile sheria ndogo. Ikiwemo kujadili kwenye baraza la madiwani, kupata kibali cha mkurugenzi wa halmashauri na hatimaye kwa waziri wa TAMISEMI. Kwa hiyo hizo ngazi zote unahakikisha kwamba unapata inakuhakikishia kwamba umepata maoni ya watu kuanzia ngazi ya chini kabisa, lakini mpaka ngazi ya juu. Mkurugenzi, asante. Hebu tufahamu ni kwa nini ni muhimu wananchi kufahamu zile sheria ambazo zinawahusu. Mwananchi lazima afahamu kwa sababu sheria inaathiri maisha yake. Unapokuwa unatoka sehemu moja kwenda nyingine, kuna sheria ambayo inaelekeza matumizi, kama ni matumizi ya barabara au kama ni masuala ya mazingira, zipo sheria mbalimbali kwamba unaweza kuwa unatembea huruhusiwi kutupa kitu fulani, ipo sheria inayoelekeza masuala hayo. Kwa hiyo maisha ya mwananchi ya kila siku katika chochote kile unachokifanya kinaguswa na sheria. Sasa ili uhakikishe kwamba hauendi kinyume na sheria, ni muhimu sana kuelewa sheria. Lakini pia ukielewa sheria inakusaidia, unajua wajibu wako. Cha kwanza kabisa, najua kabisa hapa siruhusiwi kufanya kitu fulani, au ili nipate kitu fulani lazima nifike muone mtu fulani, niende kwenye taasisi fulani, nifuate utaratibu fulani. Moja, unajua wajibu. Lakini pia inakusaidia nitumie neno gani, sio kutoonewa, lakini pia kutonyimwa haki yako. Kama unaijua haki yako na unajua kabisa imeelezwa kwenye sheria fulani, hauwezi ukaruhusu haki yako ukanyimwa haki yako. Lakini pia inasaidia watu kutotumia mwanya wa mtu mwingine kutojua sheria na kumkandamiza. Kwa ndio maana ni muhimu sana mtu kujua sheria na nini kimesemwa kwenye sheria. Inasaidia sana. Mkurugenzi, asante. Mtu afahamu sheria, lakini pia na wajibu naye pia wa kuifuata zile sheria. Sasa nyinyi kama ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria, zile sheria mkishaziandika, mnafanyaje kuhakikisha mnazifuatilia kwamba zinakuwa zinasimamiwa kama inavyotakiwa? Lakini pia kwa yule ambaye pia hajui, yani hajui kwamba hii sheria ni haki yangu mimi nifanye 1, 2, 3, anakuwa kama ameonewa, mnafanyaje kuweza kuzifuatilia? Nianzie hapo uliposema kwamba mtu akiwa hajui sheria
Kwenye sheria tuna kitu tunaita, kuna dhana ambayo tunasema kwamba kutokujua sheria sio utetezi wa sheria. Kama kuna eneo limezuiliwa kupita kwa mujibu wa sheria, alafu ukapita pale kwa maelezo kwamba sikujua kwamba eneo hili limezuiliwa kupita, hautakuwa na utetezi kwenye sheria. Ndio maana tunasisitiza sana mwananchi kujua sheria na kuhakikisha kwamba anafuatilia na kujua haki zake au taratibu mbalimbali zinazopaswa kuzingatiwa wakati wa kuendelea na shughuli zake za kila siku au kuendesha maisha yake ya kila siku. Kwenye kufuatilia utekelezaji, kama nilivyosema, sheria, nafasi yetu sisi ni kuhakikisha kwamba tumeiandika vizuri kwa namna inayoweza kutekelezeka. Sheria inatekelezwa na taasisi iliyoundwa na serikali na wizara, au ndio wenye mkono wa moja kwa moja au nafasi ya kwanza kabisa kwenye kusimamia utekelezaji wa sheria. Lakini tunapokea pia maoni ya wadau, tunapokea maombi ya ushauri kuhusiana na utekelezaji wa sheria. Kwa namna hiyo nasi pia tuna nafasi ya kufuatilia utekelezaji wa sheria. Unapomshauri mtu, unamwelekeza jambo hili liko taasisi fulani, jambo hili fuata utaratibu fulani, ili kuhakikisha nasi tunakuwa na sehemu kwenye kutekeleza kile ambacho tulishiriki kwenye kukiandika. Mkurugenzi, tufahamu, mimi pamoja na mtazamaji, hivi mwanasheria yoyote anaweza kawa ni mwandishi wa sheria? Uandishi wa sheria ni taaluma na ni taaluma ambao unaweza ukaipata darasani kwa maana ya kusoma uandishi wa sheria, lakini unaweza ukapata kwa mafunzo ya vitendo. Ofisi yetu, ili kuhakikisha kwamba tunajenga uwezo kwa mawakili wa serikali na wanasheria wengine katika utumishi wa umma, kwa sababu kama nilivyosema, wao wako kwenye nafasi ya mwanzo kabisa ya kufanyia kazi lile wazo linapokuwa limezaliwa. Kwa hiyo wao pia wanapaswa kuwa na ule msingi wa uandishi wa sheria. Kwa sasa, ili kuhakikisha kwamba si jukumu au si uelewa ambao uko kwa wachache walioko kwenye ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria, huwa tuna utaratibu wa kutoa mafunzo kwa wanasheria wa serikali, lakini na mawakili wa serikali na wanasheria wengine katika utumishi wa umma. Tunatoa mafunzo ya mara kwa mara kuhusu uandishi wa sheria. Mkurugenzi, kuna sheria ambayo ni mbaya? Kuna maneno yapo ya hivyo, hebu tupe ukweli. Kuna sheria ambazo zinaandikwa lakini zinakuwa ni mbaya? Sheria haiwezi kaandikwa ili iwe mbaya, au haiwezi ikawa ni kusudi la bunge kutunga sheria mbaya. Sasa sheria inaweza ikawaje mbaya? Kama unavyosema kumekuwa na maneno kwamba sheria ni mbaya. Sasa sheria inaweza ikawa ni mbaya kama imepitwa na wakati. Kwa maana ya ulitunga sheria mwaka 80, lakini leo hii mazingira yamebadilika. Teknolojia, matumizi ya teknolojia yamekuwa. Sasa sheria kama haijabadilishwa inaendelea kuwa vile vile, hapo tunasema sheria ni mbaya. Lakini pia unaweza ukawa na mazingira ambayo kama nilivyosema, kupitwa na wakati, kubadilika kwa mazingira, lakini pia kuibuka kwa changamoto mbalimbali. Tunaweza tukasema kwamba sheria hii haijibu ile shida iliyoko kwa watumiaji, lakini wakati ule sheria inatungwa, hiyo haikuwa changamoto. Kwa hiyo changamoto inapoibuka na sheria ikabaki vile vile, sheria inaweza ikachukuliwa kwa mbaya. Ndio maana kuna utaratibu tena wa kurekebisha sheria, wa kufanya mapitio ya sheria ili kuhakikisha sheria inaendana na wakati, sheria inajibu changamoto za wadau, sheria inaweka utaratibu ambao watu wanaweza wakautumia kupata haki mbalimbali, lakini pia kutekeleza wajibu wao. Mkurugenzi, tunasikia kwamba ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria pia inarekebu sheria. Hivi hii maana yake ni nini? Urekebu wa sheria ni hatua mbalimbali zinazochukuliwa ili kuhakikisha kwamba sheria inaenda na wakati. Sasa inaenda na wakati kivipi? Bunge linafanya marekebisho ya sheria. Sheria imetungwa mwaka 80, imerekebishwa mwaka 2000, imerekebishwa mwaka 2010, imerekebishwa mwaka 2020. Mtumiaji ili aweze kujua masharti ya sheria leo hii
yanasomekaje, lazima awe na sheria ya mwaka 80, awe na marekebisho ya 2002, awe na marekebisho ya 2010, awe na marekebisho ya 2020. Sasa ili kumrahisishia mtumiaji, sasa ndio zoezi la urekebu. Unayajumuisha marekebisho yale yote yaliyofanyika ili uwe na nyaraka moja kumrahisishia mtumiaji, akisoma anakuwa amesoma sheria ikiwa na marekebisho yake yote. Huo ndio urekebu wa sheria. Lakini pia kuboresha au kuhuisha masharti mbalimbali kulingana na mabadiliko ya mazingira au kulingana na mabadiliko ya wakati. Unaweza kuwa una sheria ambayo ilikuwa inatamka labda ofisi ya Rais TAMISEMI. Tunafahamu sasa ni ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Kwa hiyo kama nina sheria ambayo ilikuwa inasema ofisi ya Rais TAMISEMI, nikiwa nafanya urekebu pale nitaibadilisha, nitaweka ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Kwa hiyo ni kuhakikisha kwamba mtumiaji wa sheria anaisoma sheria kwa ukamilifu wake, lakini ikiwa imejumuisha marekebisho yote na mabadiliko mengine ambayo yanaweza kufanyika. Mkurugenzi, nikurudishe nyuma kidogo, ulizungumzia habari za sheria kuandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Mchakato huu kwa sasa umekuwa ni rasmi au kuna baadhi ya sheria ambazo bado zinaandikwa kwa lugha ya Kiingereza? Mchakato wa kuandika sheria kwa lugha ya Kiswahili ni rasmi kabisa. Kifungu cha 85 cha sheria ya tafsiri ya sheria kinaeleza kwamba lugha ya sheria zetu, sheria za nchi, itakuwa ni Kiswahili. Kwa hiyo miswada yote ya sheria ambayo inaenda bungeni sasa inaenda kwa lugha ya Kiswahili. Lakini pia sheria inaeleza kwa kutambua kwamba kuna watumiaji pia wa lugha nyingine, nchi yetu inapata wawekezaji, nchi yetu inapata watalii ambao wanaweza kuhitaji kujua sheria yetu kwenye maeneo fulani kwa lugha wanayoelewa wao. Sheria inaelekeza kabisa kwamba ndani ya miezi mitatu baada ya ile sheria iliyoandikwa kwa lugha ya Kiswahili ikianza kutumika, iweze kutafsiriwa kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo kuweza kuwasaidia wadau wote au watumiaji wa lugha zote mbili waweze kupata sheria kwa lugha ambayo angependelea yeye kuielewa. Lakini pia tunaandika sheria ndogo ambazo tunaziandika kwa sasa, tunaziandika kwa Kiswahili. Kwa hiyo ni mchakato ambao uko rasmi kabisa. Mkurugenzi, katika uandishi wa sheria unawadhibiti ubora kuhakikisha sheria inayoandikwa inakuwa ni bora na yenye maendeleo? Ndio. Udhibiti ubora upo na unafanyika kwa utaratibu rasmi kabisa. Mwanzoni kabisa tulikuwa na dawati la uhakiki au udhibiti ubora ambao sasa hivi ni kitengo ambacho sheria zetu zote, au iwe ni sheria kuu au ni sheria ndogo, au kama ni jambo tunalitolea ushauri, tunahakikisha kwamba tunalifikisha kwenye kitengo cha uhakiki ubora kwa ajili ya wao pia kujiridhisha kwamba tumezingatia misingi ya uandishi wa sheria, tumezingatia matakwa ya sheria, tumezingatia mamlaka mbalimbali, idhini mbalimbali, vyote hivyo ili kuhakikisha kwamba ile sheria inapomfikia mtumiaji iko katika ina ufasaha, lugha iko sahihi, imezingatia misingi ya sheria na inatekelezeka. Mkurugenzi, tuna dakika kama 2 kutoka sasa tuweze kuhitimisha kipindi chetu. Hebu tuambie sasa, ni upi ujumbe wako kwa wadau, wananchi kuweza kuhakikisha wanazitumia sheria ipasavyo? Ni ujumbe kwa wananchi, labda nitaueleza kwa slogan yetu. Sheria fasaha kwa utekelezaji bora. Sasa kama nilivyokuwa nimeeleza awali, ili sheria iwe fasaha lazima kuna mdau husika kushiriki. Sasa mtu ahakikishe kwamba anapoitwa kutoa maoni anashiriki, ili kuturahisishia sisi kuhakikisha ile sheria inakuwa fasaha na inajibu kiu yake au changamoto iliyokusudiwa kutatuliwa, lakini pia na kutekeleza sheria, kuzijua sheria. Unaijua sheria ili uweze kutekeleza wajibu wako, ili uweze kufuata taratibu zilizokusudiwa kufuatwa, ili uweze kupata haki yako. Kwa hiyo sheria fasaha kwa utekelezaji bora. Mkurugenzi, nikupitisha kidogo, leo tunazindua slogan yetu ya kampeni yetu
ya msimu wa 5 ya mwanamke fundi. Mwanamke fundi tunamzungumzia wewe mwenyewe hapo ulipo, tunakuita ni mwanamke fundi kwa sababu wewe ni mwanamke fundi katika sheria. Hebu tuambie, una ujumbe gani sasa kwa wanawake, kwa sababu tukizungumzia wanawake mara nyingi ndio wamekuwa ni watu wakilia na sheria, ndoa, malalamiko, unyanyasaji. Ni upi ujumbe wako? Mwanamke fundi, cha kwanza kusimama katika nafasi yako. Usimame katika nafasi yako kwa kuyajua majukumu yako, lakini kwa kutekeleza wajibu wako. Lakini nizungumzie pia kwa upande wa sheria au kwa upande wa kuzijua sheria, kwa sababu ili uwe fundi lazima uwe pia unatekeleza majukumu yako au kusimama katika nafasi yako kwa kuzingatia taratibu zilizowekwa. Lakini pia nafasi za uongozi, kuwa tayari kushika nafasi za uongozi, kuwa tayari kuwa mbele kutekeleza majukumu na kuonekana, kutoendelea kubaki nyuma. Kiufupi. Mkurugenzi, mimi nakushukuru sana kwa muda wako, nakushukuru sana, nikutakie majukumu mema. Asante sana. Nashukuru. Mtazamaji wa Channel 10, mpaka kufikia hapa kutoka hapa Dodoma, sisi tunakuwa tuna la ziada. Nilikuwa nazungumza na Crescencia Matayo ambaye yeye ni mkurugenzi msaidizi divisheni ya uandishi wa sheria kutoka ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria. Mpaka kufikia hapa kutoka Dodoma na kuwa sina la ziada. Mimi ni Roda Simba ambaye nimekuendeshea matangazo haya, lakini katika upande wa kamera nilikuwa na Mapendo Kasichi na msimamizi wa matangazo haya ni Kuringe Mongi, na sasa narejesha matangazo haya hapo studio jijini Dar es Salaam kwa ajili ya marudio ya habari ya asubuhi njema.